Hapa ni Bomani, mtaa wa Rengua, kata Mawenzi, wilayani Moshi, mkoani Kilimanjaro. Ni eneo ambalo leo Jumatatu Agosti 24 mwaka 2026, majengo mawili ya zamani yaliyokuwa yakitumika na mahakama ya mwanzo wilayani Moshi yameungua moto. Majengo hayo yapo karibu na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Moshi pamoja na ofisi za jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Kilimanjaro. Taarifa za jeshi la zimamoto na uokoaji zinaeleza kuwa moto huo ulianza majira ya saa 2:24 asubuhi. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomagi, anasema walipopokea taarifa walifika eneo hilo na kukuta moto ukiendelea kuwaka katika majengo hayo mawili. Anasema taarifa za awali zinaonyesha moto huo uliwashwa kwa makusudi. Kwa mujibu wa Mkomagi, mtu mmoja anayefahamika katika eneo hilo anadaiwa kuingia ndani ya majengo hayo na kuwasha moto katika maeneo mawili tofauti. Mtu huyo alionekana, lakini wakati taratibu za kumkamata zikiendelea alikimbia. Mkomagi amesema mtu huyo anadaiwa kuwa na changamoto ya afya ya akili, na kwa kuwa anafahamika, vyombo vya usalama vinaendelea kumtafuta. Moto huu kwa taarifa za awali ni moto ambao umechomwa kwa makusudi na mtu ambaye anafahamika kidogo ana changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo aliweza kuingia katika ile eneo la mahakama ya mwanzo na kuanzisha moto katika maeneo mawili tofauti. Kwa hivyo alionekana, lakini wakati utaratibu wa kumkamata unaendelea, akakimbia, lakini kwa sababu anafahamika, utaratibu wa kumtafuta mahali alipo unaendelea na vyombo ambavyo vinahusika. Lakini ni moto ambao umeanzishwa kwa makusudi kwa mtu kuchoma, lakini umeweza kudhibitiwa. Hakuna madhara kwa watu ama mtu ambaye ameumia, lakini pia madhara kwa mali. Kama mnavyoona ni sehemu ya paa ambayo imeungua na sehemu na vyumba vya ndani, vyumba kama vitatu vya jengo lile la kwanza. Lakini hali ilikuwaje wakati moto ukianza? Mfanyabiashara mmoja wa eneo hilo ambaye hakutaka jina lake litajwe anasema majira ya saa 2 waliona moshi mkubwa ukitoka kwenye paa za majengo hayo. Anasema baadaye walimuona mtu mmoja akiwa amevalia fulana ya bluu bahari, suruali ya jinsi, viatu vya eboebo na kofia nyeupe aina ya bagarashia. Moto huo umeunguza jumla ya vyumba vitatu vilivyokuwa katika majengo hayo mawili. Kwa mujibu wa Mkomagi, ndani kulikuwa na nyaraka mbalimbali zikiwemo karatasi nyingi zilizokuwa zimeachwa baada ya shughuli za mahakama ya mwanzo kuhamishiwa katika jengo jingine. Zilikuwa halitumiki kwa muda kidogo. Zilikuwa ni ofisi za mahakama ya mwanzo. Kwa hiyo wao walishahama wakamia kwenye jengo lao lingine. Kwa hiyo likawa ni jengo ambalo lina vitu ama nyaraka mbalimbali ambazo zilikuwa zimetelekezwa, zimeachwa hapo. Kwa hiyo wakati huu mwanzilishi wa moto anaanzisha moto, kwa hiyo kulikuwa kuna chakula cha moto cha kutosha, karatasi ambazo zilikuwa zimeachwa kwenye jengo. Kwa hiyo hizo ndizo zilipelekea moto kuweza kuwaka na kuonekana mkubwa na kusambaa haraka. Lakini kwa zimamoto tumewahi kufika, lakini tumeudhibiti huo moto au kuweza kuleta madhara. Na mmoja wa watumishi katika eneo hilo anasema baadhi ya nyaraka hizo za zamani bado zilikuwa zikihitajika wakati wa kutafuta taarifa za zamani. Kama unavyoona hapa kuna karatasi ambazo ni kuna pia hayo makaratasi mengine, unajua mwenyewe anaweza kuwa wakati mwingine tukitafuta kama kuna mtu. Sasa inategemeana na mwaka ambao ni kwa Jeshi la zimamoto limesema lilifanikiwa kudhibiti moto huo kabla haujasambaa katika maeneo mengine na hakuna mtu aliyejeruhiwa wala kupoteza maisha. Kwa sasa vyombo vya usalama vinaendelea kumtafuta mtu anayesadikiwa kuhusika na uchomaji huo. Kutoka hapa wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.